Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe na nyinyi nyote. Ndugu zangu wapendwa, kama ambavyo tumesikia, basi tumekusanyika hapa tukiwa na nia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nami kwa ajili ya zawadi ya wito, zawadi ya utume na zawadi ya huduma katika kanisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufikisha miaka 25 katika wito wa upadre, katika utume.
Basi tunapotoa sadaka hii ya misa takatifu, tuungane sote kwa kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani. Lakini zaidi sana pia tumombe ili basi aweze azidi kunijalia nguvu na afya ya mwili na roho, azidi hasa kunipa maongozi yake ili niweze kuendelea na utume katika shamba lake. Nipende kushukuru nyote ambao mmeweza kufika kushiriki pamoja nami katika maadhimisho haya ya jubilei yangu ya miaka 25. Kuna waliotoka mbali na wakaribu, lakini mmeonyesha moyo mwema na ukarimu kushirikiana na mimi. Naomba tumshangilie Mwenyezi Mungu kwa hilo. Sasa tukiri dhambi zetu ili tusahilishwe kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria mwenye heri, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa aya 25 hadi ya 30. Wakati ule Yesu akajibu akasema, nakushukuru Baba wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana ampenda kumfunulia. Neno la Bwana.
Ndugu zangu, leo tumekusanyika hapa kwa lengo la kumshukuru Mungu, tukiungana na ndugu yetu Father Ephraim Male pamoja na mwenzake Father Arcadius Baha ambao walipewa daraja la upadri pamoja. Mungu amemchagua Father Ephraim miongoni mwa wana wa Joseph, kama ambavyo Daudi alichukuliwa miongoni mwa wana wa Yese Samueli alipotumwa kwenda kumpaka mafuta yule mteule ambaye Mungu amemchagua kuwa mfalme wa Israeli. Namna ambavyo anachaguliwa ni tofauti na sisi binadamu tunavyotazama. Mzee Yese yeye alifikiri kwamba mwanae wa kwanza ndiye aliyepaswa labda kuwa mfalme kati ya wanae, lakini Samueli akasema hapana, sio huyu. Kapitishwa mwingine akasema hapana, sio huyu, mpaka wakapita wengine 7. Akasema wanao wameisha, ndio hawa tu. Akasema kuna moja yuko machungani, huyo ndiye. Akasema mleteni huyo. Na akasema hatuwezi kukaa mezani bila huyo kufika. Na alipofika ndiye aliyekuwa ameteuliwa. Alionekana mdogo, wa kudharaulika, kwanza kwa umri, umbo lake na kadhalika. Pengine pia kwa Father Ephraim ilikuwa hivyo, japo Yesu wa mwisho, lakini pengine walipitishwa kina Lauriani, kina Juli, baadaye Karuka, Prosper, Regi na wengine, lakini Mungu akasema sio huyu. Ephraim alisaulika kidogo, alikuwa machungani huko akiwa anaendelea kusoma novo. Nasikia alikuwa anapenda sana kusoma novo huko akichunga. Sijui kama alikuwa haachi ng'ombe kwenye mashamba ya watu. Basi Ephraim ndiye kawa chaguo la Mungu. Lakini chaguo hilo lina changamoto zake, kama ambavyo hata kwa Daudi kulikuwepo na changamoto nyingi tu. Daudi aliweza kwenda kupambana na Wafilisti, na pamoja na kwamba aliweza kupambana na Goliati, alichukiwa na mfalme kwa sababu inaonekana anataka kuchukua nafasi ya mfalme. Lakini pia katika maisha yake Father Ephraim, sio kwamba mambo yote yalikuwa yamepita vizuri. Leo anapoadhimisha jubilei ya miaka 25 ya upadre, bila shaka kuna changamoto alizozipitia. Kiangalia jinsi alivyosoma seminari, alipoingia jimboni, baadaye changamoto ya afya, na hatimaye pengine ingekuwa mtu fulani angekata tamaa, kama ambavyo Daudi pengine alipokutana na changamoto ya kuanza kutafutwa au kufuatwa na Sauli ili amwangamize, lakini alijitahidi kubaki katika kuamini kwamba ni chaguo la Mungu na Mungu atatenda. Ndipo hata Ephraim alibadilisha mwelekeo, akaja kujiunga na shirika, na hatimaye kufikia daraja lile ambalo Mungu alimwita aweze kumtumikia. Ndugu zangu, maneno ya Injili tuliyosikia yanatualika tujiunge na wito wa Yesu wa kumwendea ili kujiweka chini ya nira yake, nira
ni kipande cha mti kinachounganisha wanyama wa kulimia au kubebea mizigo. Husaidia kushirikiana kubeba mzigo na kufanya waelekee mwelekeo moja. Unapomwambia Myahudi nira, unamaanisha pia sheria, amri, kile ambacho mwanadamu hufanya ili kujibu matakwa ya Mungu. Lakini hakuna cha kufanya ili kupendwa naye Mungu, wala hatuwezi kumpendeza labda kwa matendo yetu, kwa sababu wala hatutamuongezea chochote katika kile ambacho anakiishi. Hatumuongezei, ila matendo yetu yanatusaidia ni sisi kujitakatifuza zaidi na kuwa karibu naye. Lakini Mungu hataki chochote kwetu. Roho wake hukaa ndani yetu na kuipatia uzima wa milele miili yetu dhaifu, miili inayokufa. Anasema Mtakatifu Paulo katika waraka kwa Warumi, mzigo wa amri au maagizo, juhudi zinazohitajika, asema Bwana, ni nzito. Sasa ni jambo la kujiweka chini ya nira yake, kwa sababu nira yake iko katika maisha yetu ya kila siku. Ishi maisha yanayofanana na kile Kristo alichofanya, akionyesha upendo, huruma na msamaha katika mahusiano yetu ya kila siku. Kujiweka wenyewe chini ya nira ya Kristo ni kama yeye, yaani kugeuza mwenendo na dhabihu ili kujikabidhi kabisa kwa Mungu, ili maisha yetu yasiwe yetu tena, bali ya Kristo ambaye alikufa na kufufuka tena, kama vile sala ya Ekaristi ya 4 inavyosema, kutoka kwake tunapokea uzima. Ndugu zangu, uzoefu wetu unatufundisha maisha hayarudi kwenye chanzo. Tunapokea uzima kutoka kwa wazazi wetu na hatuwezi kuwarudishia. Tunakaribisha zawadi hii kwa kutoa maisha kwa zamu. Kama ambavyo ulipokea mema mengi kutoka kwa wazazi, mema hayo unapaswa sasa kuwarudishia wengine. Ingia katika mwenendo wa mtiririko wa uzima uliotolewa, na tujitoe kwa mikono mikunjufu, tuwe wanafunzi wa kweli, wala wa mfalme anayekuja kwetu akiwa mshindi, maskini, amepanda punda, mfuasi wa Yesu, mpole na mnyenyekevu wa moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tumombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, utujalie ili hayo tukuombayo kwa imani tuyapate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Naomba wahusika wale walioandaliwa kwa ajili ya vyombo vya sadaka tuviweke mahali husika kwa ajili ya zoezi hilo. Wanakwaya, karibuni. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakutolea dhabihu hii ya sifa kwa ustawi wa huduma yetu, ili kile ulichotujalia sisi tusiostahili ukikamilishe kwa neema yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki tendo la kufa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe una haja na sifa yetu, lakini sifa hii ni kipaji chako. Tunakurudishia kwa shukrani, maana nyimbo zetu za sifa zikuzidishi kitu, bali zatufaa sisi kupata wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu, tukiungama kwa furaha.
Katika siku hii ya leo nimeadhimisha kwa furaha fumbo la imani, ili niwe kweli sadaka sawa na hii ya Kristo niliyoitolea kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Mwenyezi Mungu awakinge daima na maafa yote, na kwa wema wake awashushie mapaji ya baraka yake. Aifanye mioyo yenu kuwa sikivu kwa maneno yake, ipate kujazwa na furaha isiyo na mwisho. Na kwa kuelewa yaliyo mema na mazuri, daima mwende mbio katika njia ya amri za Mungu, mpate kufanywa warithi pamoja na wateule wa mbinguni. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Tunamshukuru mwanajubilei wetu kwa ajili ya adhimisho hilo la misa takatifu ambalo limekwisha kukamilika kwa sasa. Bila kupoteza muda, tutafuata ratiba kama ilivyoandaliwa. Baada ya adhimisho hilo la misa takatifu, utafuata utambulisho mfupi, na baada ya utambulisho huo itafuata zawadi za halaiki. Maanake sisi sote tulioko kwenye viwanja hivi tutoe zawadi, na hivyo tuanze kujiandaa. Andaa chochote mfukoni, kwenye mkoba, popote pale kwenye wale tulikoweka chochote kile, uanze kuandaa zawadi hiyo. La nyingi huku mifukoni mwa mapadri hao. Wenyeji, naomba chombo cha pili cha zawadi. Ukitoa zawadi mapadri, naomba rudi sehemu yako. Kwa heshima kubwa, naomba rudi sehemu yako. Mapadri, naomba ukitoa zawadi rudi sehemu yako. Ukiondoka tabia mbaya. Ukiondoka tabia mbaya. Asanteni kwa kutii. Basi wanakwaya, anzeni kuja wakati huo nasubiri chombo cha pili. Wanakwaya, anza kuja. Kama hujaorodhesha zawadi ya makundi, naomba ileta zawadi ila hilo hapa mbele. Kama bado hukuorodhesha zawadi ya makundi, wakati huu naomba leta hilo jina huku mbele. Kama hukuorodhesha zawadi
Tuhakikishe umefika huko mbele umetoa zawadi. Usije ukaondoka maeneo haya kabla hujatoa zawadi. Piga makofi mazuri. Naomba mjongee, mjipange vizuri. Asante sana. Shangazi na watoto wake naomba uje. Shangazi na watoto wake naomba uje. Ambaye ameandikisha zawadi kwamba ni shangazi na watoto wake naomba uje. Wakati huo familia ikija, naomba niletewe ratiba ya chakula. Naomba niletewe ratiba ya chakula kwa anayehusika. Hawa ni wanafamilia, tuwapigie makofi mengi. Tuwapigie makofi mengi ya kutosha. Haya, piga makofi kwa watu. Watoto hawa wanaleta zawadi ya parokia. Hawa wanakabidhi zawadi ya parokia. Hawa ni ndugu kutoka Dongobeshi. Kanisa Mahujaji katika Matumaini
Basi ndugu zangu, na mimi pia kikubwa hasa ambacho kinawaleta mbele yenu ni neno la shukrani. Katika siku hii ya leo hatuwezi kusema lolote kubwa zaidi kuliko kumshukuru Mungu. Kwa kweli kwa zawadi ambazo amenijalia katika maisha yangu kama padre, zawadi ya wito, zawadi ya utume, nipende kwa kweli naomba tumshangilie Mwenyezi Mungu. Mungu amenijalia afya, nguvu katika kipindi chote cha malezi na utume hadi sasa napotimiza miaka 25 ya upadre. Kwa hiyo namwambia asante. Napenda kuwashukuru wazazi kwa kunileta duniani, kushirikiana na Mungu kwa malezi yao na kwa sala na majitoleo yao mbalimbali kwa ajili yangu. Baba tayari Mwenyezi Mungu amemwita kwake, lakini mama tunaye bado akiwa na umri mkubwa, anaelekea kwenye miaka 87 sasa hivi. Tunaye yuko pale ndani, yuko hapa nje. Asante. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yao, kwa ajili ya wazazi. Napenda kuwashukuru wale wote walionisaidia kwa namna mbalimbali katika safari yangu ya wito. Hao ni wengi sana. Nitawashukuru pengine baadhi, wengine naweza kuwasahau. Kuna wale ambao walinilea katika hatua mbalimbali ya majiundo na malezi. Walimu wangu kuanzia shule ya msingi Dirim, mimi nilisoma pale Mlimani, na niliosoma nao pengine wengine wako hapa. Kuna watu mkisikia akina Mishoni Adwe, kisikia akina Danieli Safari, wale tulisoma nao wale. Kama wapo kwa kweli pia namshukuru Mungu kwa ajili yao. Kuna wale ambao tumekuwa pamoja katika seminari ndogo ya Sanu. Mapadri wameondoka bahati mbaya, wengine wanawahi. Nao wako wengi. Basi na katika masomo, hatua mbalimbali za masomo ya falsafa, teolojia, lakini pia katika chuo. Na washukuru mapadri wa shirika letu na wa mashirika wengine na pamoja na wajimbo. Na niwakumbuke, niwataje hasa Padri Wenceslaus Margwe ambaye ndiye alinibatiza na ndiye alinipa komunyo ya kwanza, na Padri Agustino Lawala, hawa Mwenyezi Mungu ameita kwake. Padri Agustino Lawala ndiye alinisaidia niingie seminari ndogo ya Sanu. Kwa hiyo Mungu awape pumziko la milele. Na washukuru maaskofu wetu wa jimbo la Mbulu ambao kila mmoja kwa nafasi yake na kwa nyakati mbalimbali alikuwa na mchango katika safari yangu ya wito. Kwa namna ya pekee namshukuru hayati Askofu Nicodemus Hando ambaye daima alitupokea na kutusaidia mimi na waseminari wenzangu kwa moyo wa upendo na ukarimu mkubwa, na alituhudumia kwa upendo. Pia namshukuru Mwashamu Askofu Tadeus Waichi ambaye askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa sasa, kwa malezi, mashauri, mafundisho yake, na pia kwa kunipatia daraja la upadre mimi pamoja na mwenzangu Padri Arkadi Baha mwaka wa 2000. Namshukuru kwa namna ya pekee hayati abate wetu mkuu Morris Beats kwa kutupokea katika shirika na kutulea kwa upendo na ukarimu mkubwa. Kuzeeka taratibu. Mungu sana kuzeeka taratibu. Kutokana na changamoto hizi. Lakini kikubwa pengine sio hasa afya ya mwili muhimu, lakini kikubwa hasa ni afya ya roho. Ndio maana tunawaombea kwamba tunaomba mtuombee ili tuweze Mwenyezi Mungu atuimarishe hasa kiroho, tuweze tuzidi kuwahudumia. Tunaweza kuwa na afya njema ya mwili, lakini kama kiroho tumekaa vibaya haiwezi kusaidia chochote.
Kwa hiyo naomba mniombee katika safari yangu. Mapadre na washukuru kwa ushiriki wenu. Mmeweza kuja kwa wingi. Sikutegemea, lakini najua kwamba mna nia njema. Wakati mwingine ni majukumu, sidhani kama kuna ambaye hapendi kuja, lakini nashukuru sana kwa kushirikiana mimi. Watawa ni washukuru, masista kwa kushiriki. Wanakwaya wa hapa, wanakwaya Maisaka, wanakwaya wa Gairo na wengine, tunawashukuru sana kwa ushiriki wenu. Mimi nikifika hapa naomba kila mmoja ajisikie kwamba ameshukuriwa. Sijamsahau mtu kwa makusudi. Ufahamu kwamba umeshukuriwa, na pia na kuombea Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia neema na baraka zake. Tumsifu Yesu Kristo.